Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tulishuhudia katika siku ya kuzaliwa ya mtoto wa Mario pamoja na Paula. Bana, tulishuhudia watu wengi maarufu mbalimbali ambao walialikwa katika siku ile ya kuzaliwa ya mtoto wao pendwa. Lakini pia kati ya mtu maarufu ambaye alialikwa katika birthday party ile, basi tunaweza kusema ni msanii Harmonize. Msanii Harmonize alialikwa katika birthday party na mtu ambaye alimwalika basi ni msanii Mario, na wengi tunafahamu mahusiano ya karibu ambayo yapo kati ya Mario pamoja na msanii Harmonize ni mahusiano ya ukaribu sana, na tulishuhudia mambo mengi sana ambayo yalitokea katika birthday party ile. Na moja kati ya jambo ambalo tulilishuhudia na watu wengi walilipenda sana kwenye mitandao ya kijamii ni baada tu ya msanii Harmonize pamoja na mwanadada Kajala kuimba mziki kwa pamoja, lakini pia kucheza mziki kwa pamoja, na tulishuhudia Kajala aliamua kujiachia kweli kweli kwa msanii Harmonize, na namna ambavyo walikuwa wakicheza na namna ambavyo walikuwa wakiimba mziki, bana, watu wengi wakadai kuwa hii ni couple ambayo inapendezana sana, na unaweza kuangalia wote wawili na kufahamu jambo moja kwamba wawili hawa wanapendana sana, lakini haijawahi kutokea hata mmoja akajishusha kwa mwenzake. Sasa siku ya leo msanii Harmonize ameweza kuonyesha hisia zake za wazi sana kwa mrembo Kajala. Ameamua kujishusha moja kwa moja na kuonesha ni kwa namna gani yeye binafsi anatamani sana kurudiana na Kajala, japokuwa Kajala yeye anaendelea kuweka moyo mgumu, lakini Harmonize ameamua kujishusha yeye kama mwanaume, ameamua kujishusha wa kwanza. Lakini pia tulishuhudia mambo mengi sana. Jambo lingine ambalo tulishuhudia, msanii Harmonize alitinga na gari ambalo limeandikwa katika plate number, imeandikwa jina la Kajala, lile gari aina ya Defender, na tulishuhudia waziwazi lile gari msanii Harmonize alizunguka nalo huku na kule, na watu wengi walilinasa na kudai kuwa Harmonize huenda anataka kumnunulia au huenda lile gari ni kwa ajili tu ya kumzawadia Kajala ili mradi aweze kurudiana naye. Na nitakwenda kukusomea huu ujumbe ambao msanii Harmonize ameuposti kwenye peji yake ya Instagram kupitia Insta story. Kwanza kabisa ameposti picha ya Kajala, yani ameweka picha ya Kajala, alafu kwenye maneno akaandika maneno kama haya ambayo nitakwenda kukusomea. Nitanukuu maneno ambayo Harmonize ameandika: kuna wakati na kuhurumia sana mwanangu, kama ningeweza kukuacha. Akaweka emoji ya kulia, akasema tambua siwezi bro, you really look like a woman to this bad boy Konde, nakupenda. Akatukana akasema we hadi pumzi ya mwisho. Nishajishauri sana, nishajinunisha sana, nishajisemesha sana, nishawa block marafiki zako wote kwa kuhisi wananidanganya about you. Tufanye maisha bosi wangu. Akaweka emoji ya love. Inaweza kuonekana najishusha sana, kama ilivyo kawaida yetu wa Bongo. Tunajikweza kwa wanawake wetu, ila trust me, nakupenda sana. You are my judge. This one look like I don't know who I'm, just know that I'm her. Bana, huu ni ujumbe ambao msanii Harmonize ameweza kuposti kwenye peji yake ya Instagram kueleza hisia zake za wazi kwa mrembo Kajala, kwamba ameshindwa kabisa kuvumilia, lakini pia anashindwa kabisa kumove on, yani kumwacha Kajala, na ndio maana hapa mwanzo akadai kwamba kama angeweza kumwacha basi angeweza kufanya hivyo, lakini hawezi kabisa kukaa mbali na Kajala, lakini pia hawezi kumwacha, na ndio maana ameweza kumwandikia huu ujumbe. Kama Kajala atauona basi ataweza kumfikiria kwa namna nyingine, lakini pia unaambiwa Kajala aliamua tu kumuonesha upendo msanii Harmonize katika ile siku kuu ya birthday ya mjukuu wake, ili mradi tu siku ya mjukuu wake isiharibike. Lakini Kajala anaendelea na mambo yake kama kawaida, sio kama amemkubalia msanii Harmonize, na ndio maana Harmonize ameendelea kubembelezea penzi mpaka leo hii. Unaona huu ujumbe ambao ameuandika kwa hisia kali sana na kuonesha ni kwa namna gani ameshindwa kabisa kumwacha mrembo Kajala, na ndio maana ameamua kumuomba kama kuna uwezekano
basi Kajala ana nafasi kwake na anaweza kabisa kurudi kwake, ili mradi tu waweze kuendelea na maisha kama kawaida, kama ambavyo walikuwa wakiishi hapo mwanzo kama mtu na mpenzi wake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbushe ambaye bado subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, ama ciao.